chama chetu kimezuiliwa kufanya shughuli zake kinyume cha utaratibu wa sheria, kinyume cha utaratibu wa kikatiba. Rais anapokwenda kusema bungeni kwamba kuna uhuru wa kufanya siasa, wakati huo huo mwenyekiti wetu Tundu Lissu yuko ndani kwa sababu ya kufanya siasa, kwa sababu kesi ya Tundu Lissu ni kesi ya uongo. Hakuna namna mtu anaweza kufanya uhaini peke yake. Ndugu wa Tanzania, mtakumbuka kwamba kwa mujibu wa sheria zetu, ili ufanye uhaini lazima ule njama. Kuna kitu kinaitwa conspiracy, na mtu hawezi kufanya conspiracy peke yake, hawezi kula njama peke yake. Kwa hiyo kitendo cha kumkamata Lissu kwa kumpa kesi kubwa ambayo hakuna mtu mwingine yoyote ambaye yuko naye, inaonesha kabisa ni kesi ya uongo. Huyo ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Huyo ni Heche ambao umemsikia hapo vizuri kabisa. Tunafahamu sasa hivi hali ya siasa nchini tunaijua na tunafahamu jinsi ilivyo. Pressure inapanda, pressure inashuka, lakini pia wakati huo watu mbalimbali wakiwa wanajiandaa kuingia katika majimbo mbalimbali kuweza kuwania nafasi za ubunge, udiwani pamoja na nafasi nyingine. Yote kwa yote pia ni kuhakikisha kwamba mwezi Oktoba unachaguliwa kwa nguvu kubwa zaidi. Wapo ambao tayari mpaka sasa hivi tunapozungumza wameshachukua fomu ya urais, lakini pia wapo tayari washachukua fomu za ubunge pamoja na udiwani katika kata mbalimbali. Sasa Heche leo wakati anazungumza na waandishi wa habari alizungumza mengi zaidi, akasema kwamba kwa kitu ambacho aliweza kukisema Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwamba kuna uhuru sasa hivi wa kidemokrasia, Heche amesema haupo, na kitu ambacho kipo sasa hivi ni kama kuikandamiza na kuitaka kuiua kabisa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Akasema kwamba miongoni pia mwa vitu ambavyo sasa hivi yeye mwenyewe anaamini kwamba kitu pekee ambacho amekifanyiwa Lissu kunyimwa na kupewa kesi ya uhaini, ile ni kama hali ya kuweza kuikandamiza chama. Akasema hakuna mtu anaweza kama uhaini bila kuwa na kikosi au kuwa na watu mbalimbali ambao wapo nyuma yake. Akasema kama wapo, kwa nini hao watu mpaka sasa hivi hawajakamatwa, kama sio kusingiziwa na mwisho wa siku kukitaka kukiua na kukifuta kabisa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Lakini pia miongoni mwa mambo mengine ambayo Heche aliweza kuzungumza kwa siku hii ya leo, Heche pia alisema kwamba sheria za uchaguzi mpya ambazo wanasema kwamba wamebadilisha kwamba zinafaa sasa hivi kuingia katika masuala ya zinaruhusu watu kuingia katika uchaguzi, huku akisema kwamba kuna sheria mpya. Akasema kwamba ni kama wanawaadaa, yani kama kuwadanganya wananchi, ili hali hakuna sheria yoyote ile ambayo imebadilishwa. Zaidi sana hizo ni propaganda kwa mujibu wa Heche. Hivyo ndivyo alivyozungumza. Akasema kwamba kwa sasa hivi hali ya siasa nchini haiko vizuri, zaidi sana watu wanateseka, watu wengine ndo maisha yao kama hivyo wanavyoishi. Hivyo ndivyo Heche alivyozungumza kwa siku hii ya leo pamoja na waandishi wa habari. Maoni yako ni yapi? Niachie maoni yako hapo. Je, wewe unaona kuna uhuru wa kisiasa, kuna uhuru wa kidemokrasia hapa nchini? Niachie maoni yako hapo, lakini kubwa zaidi usisahau na kusubscribe channel yetu ya BM Basha TV ili kwa kwanza kuendelea kupata taarifa na habari zetu mbalimbali kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Follow pia katika mitandao yetu mbalimbali ya kijamii, tunatumia BM Basha. Mambo vipi? Big up sana kwa wale ambao wamesubscribe channel yetu BM Basha TV. Na leo tunazungumzia ndio